Hello. Mtu wako tayari watu wangu wako naye. Kwa hiyo tunasubiri maamuzi yako. Tumzike akiwa hai au tumwache na uhai? Sawa, nimekuelewa. Ila kwa sasa sina maamuzi yoyote. Unajua napendaga sana kukaa sehemu tulivu ambayo inaweza kanipa majibu juu ya maswali yangu ambayo yatakuwa yananiumiza kichwa kwa wakati huo. Na ndio maana nafikiria hapa kwanza niingie bafuni nioge, alafu ndo nitulie. Sawa, nimekuelewa. Ila kaa karibu na simu yako. Maana ninavyokuwa nakupigia upokee, mimi unanichosha bana. Nitakuja nikuteke na wewe. Okay, poa kipenzi, nakupenda. Basi poa kaka, kuna shida. Mimi nafikiri baadaye naweza nikakuomba tuonane. Kuliko kuongea hivi kwenye simu, tukutane ana kwa ana. Unaweza ukanipa ushauri kidogo hata kuhusiana na hili jambo. Maana hapa sasa hivi kuna mgeni alinitumia message hapa sio muda akasema atakuja nyumbani. Kwa hiyo nafikiri nikiwa namsindikiza labda naweza nikapitia hata hapo tukaongea mawili matatu. Poa kaka, mimi nashukuru sana. Haya, tuko pamoja. Binti, mambo? Poa. Mzima? Mimi mzima, sijui. Bwana, nianze kwa kujitambulisha. Maana naona muda ushaenda. Tusichelewe. Maana vitu vizuri vinaendaga vinakuwa vya haraka ila vinakuwa vitamu. Bwana, kwa majina naitwa Kitufe. Ni dalali mkubwa sana hapa mjini. Tena hapa mtaani kote wananijua. Ni mnunuzi wa vifaa used. Sasa bwana, mimi ni mtu anayemiliki pesa nyingi. Kwa umri wangu ni sio kitu cha kawaida. Sasa nimeona sina mtu wa kutumia naye. Sasa nilivyokuona wewe na jinsi ulivyo, binti mzuri kigoli, msafi mweupe. Mwenye hofu ya Mungu, maana ulivyojitanda una hofu ya Mungu. Natamani hizi pesa nitumie na wewe. Itakuwa vizuri sana. Na maanisha nimetokea kukupenda. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Samani kakaangu, tusiharibiane swaumu. Na hata kama nikikubali kuolewa na wewe, kwa kimo chako na kimo changu, ikitokea nimepata mimba, si tutamzaa Anko Zara? Eki. Hapa ndo nyumbani kwetu. So, karibu sana. Jisikie kama upo nyumbani kwenu pia. Asante. Shakaribiani. Okay. Sasa sijui nafikiri nikuletee kinywaji na pengine ningejua unatumia kinywaji gani? Chochote. Unanipa mtihani chochote? Basi mimi napenda sana kunywa juice. Basi ngoja nikuchukulie basi hiyo kama vipi. Au basi. Nimeomba daktari wangu aliniambia situmie vitu vya baridi. That's why nimekataza. Ila nashukuru. Siku nyingine pia. Okay.
japo nimejisikia vibaya. Sasa mimi hapa naishi mimi pamoja na mdogo wangu. Kwa hiyo nafikiri si kwa sababu kipindi tunaingia sijamuona, nafikiri atakuwa labda chumbani kwake huko. Ngoja basi nikamuite wala nije niwatambulishe umfahamu. Si mkakutana kwa barabarani mkagombana, kumbe ni ndugu yangu. Okay, sawa. Dakika moja. Sawa. Usiboeke. Okay. Sasa wewe, alikwambia Nkozala wazazi wake wafupi nani? Unajua wazazi wa Nkozala wewe? Nikutolee mfano. Kuna mtu maarufu hapa mjini. Anaitwa Haji Sande Manara. Ni albino. Wazazi wake wote weusi. Haya, ule albino kaupatia wapi? Yale yote ni mipango ya Mungu. Kwanza tuheshimiane. Mimi sio mfupi wa hivyo wewe. Kuna watu wafupi kama Kinu. Mimi mfupi? Mimi sio mfupi wewe. Kwanza mtu mfupi hawi na pesa. Mimi na pesa zangu wewe. Wewe vipi bwana? Wewe nikubalie mamangu. Tuishi vizuri mjini. Unaona unapochafuka na vumbi miguuni hapa barabarani unapita kutembea tembea tu. Haoni aibu? Unatakiwa ukae ndani. Uwe mke wa mtu. Na kuzungumzia Ramadhani. Mimi sijakiuka maamrisho ya Mwenyezi Mungu hapa. Sijakwambia tukafanya chochote kile. Nimekwambia uwe mpenzi wangu. Na ukikubali na kuoa. Sawa, nina ndoto ya kuolewa, lakini sio sasa hivi. Na hata muda wa kuolewa ukifika, sitotaka kuolewa na mtu mfupi kama mimi. Maana watu wafupi tunajijua. Asila zetu zipo hapa. We binti tuheshimiane. Kwa mtu akiwa mfupi na ndo asila zake ni fupi, si ndio? Kwa muda wote anakasirika tu. Haya, wewe hapo unavyoonekana umefunga hapo, yani uko vizuri, yani unaongea kiutaratibu lakini wewe unaonekana kiislani. Sema tu ni swaumu. Mambo. Poa. Samahani. Wewe ni nani mwenzangu? Maana naona sura ngeni afu umeingia kwenye kasri letu. Afu pia uko mwenyewe hapa. Hakuna mtu yoyote mwenyeji. Mimi naitwa Iki. Ni mgeni wa Dekan. Oh, mgeni wa Dekan. Yeah. Mimi naitwa Mchilo. Ndiye mdogo wake na Dekan. Na pia ndio ensambo ya familia. Okay. Hilo ni jina zuri sana Iki. Asante. Pia kila mwanaume atakutana naye huko nje lazima atatamani kuwa na wewe. Kwa sababu ni muonekano wako tu unavutia sana. Iki, pia wewe ni mwanamke ambaye umebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Ila umekosa kitu hiki kimoja tu. Sijakuelewa kitu gani? Iki, umekosa namba yangu ya simu. Si nilikwambia watu wafupi asila zetu zipo hapa. Nimekuambia kidogo tena ukweli. Umeshaanza kupaniki. Kama nikutane nimekutongoza kijeba kama mimi. Nikajua mstaarabu atafanana siku na akili kama mimi tu. Tupa. Huyu ina mageni. Sasa huyu kapiga simu kwenye udalali au kwenye uganga? Maana mjini bwana akili. Ngoja nipokee tuone. Halo. Naam, niambie. Ya, haujakosea. Unaongea na mganga Kitufe kutoka Sumbawanga. Mpaka sasa hivi ninavyoongea niko Dar es Salaam. Niambie. Sasa hilo limeisha. Unachotakiwa ufanye sasa hivi, kunitumia ramani unapatikana wapi na utume pesa ya nauli ni boti usafiri hapa nije chapo hapa. Alikuwa anakuambia nini? Wewe acha tu mdogo. Eti kasimama pale alikuwa ananitongoza. Na Ramadhani yote hii au ni hata haya. Yaani wanaume ni waajabu kweli. Yaani hawaogopi hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio kilichonikuta mimi jana. Nikakutana na kijiti hicho, nimetoka zangu msikitini kusali. Eti kinaniambia mama yake mdogo sijui nani, mimi nakupenda, sijui nimetokea kukupenda, sijui nini nielewe, sijui nitakukea, sijui ni maneno kibao. Nikamwambia we koma. Kuanzia leo, kesho na kuendelea hata ukinikuta barabarani usinisimamishe. Sana huyo mfupi kama mbegu ya ubuyu atakupeleka wapi mwanangu?
Wanaume wa sasa hivi wapuuzi kweli. Tuondoke zetu mwanangu. Namba. Yaani ungepata tu namba yangu ya simu, ungekuwa umekamilika kila kitu katika ulimwengu na ungekuwa mwanamke bora kuliko wanawake wote. Enda kwenye point direct, ongea unachotaka kuongea. Kuliko unajizungusha kote huko. Afu mimi sipendagi watu ambao wanajizungusha. Don't like it. Okay. Shida yangu ilikuwa ni namba ya simu. Namba. Sasa ungesema tu mapema kuliko unajizungusha. Si unajua siku zote vizuri lazima. Leta simu nikupe namba. तू सुबह की पहली किरण मैं आधी. Hapo sasa hiki kutoka mwanamke ambaye umekamilika sana. Wenyewe watoto wa Uswahilini wanasema umecheza kama Pele. Ila kuna kitu kimoja tu. Usimwambie Brother Deacon kama umenipatia namba yako ya simu. Sawa? Okay, usijali sitamwambia. Okay, baadaye basi nitakucheki. Okay, sawa. तू सुबह की पहली. Sorry, nimekukalisha sana. Usijali. Mdogo wangu mwenyewe sielewi sema ameenda wapi. Maana nimeangalia kwa chumbani kwake sijamuona. Kana nimezunguka mpaka kule nje sijamuona. Kwa hiyo sio ameenda wapi tu. Lakini mbona kuna mkaka ambaye amekuja hapa amekaa mpiga story bila famunduka. Kasema anaitwa nani? Sijui simjui vizuri. Jina ngumu. Ni huyo. Anaitwa Mchilo. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu kashakuona hata wakati wa kula nitamtambulisha atakufahamu. So kinywaji hutaki. Kwa hiyo nilikuwa naomba basi nikuache ili niingie jikoni kama nilivyokuambia hapa tunaishi wawili. Kwa hiyo tunataka mtu kutusaidia kupika na nini, tunapika wenyewe. Afu na mdogo kama hivyo anaumwa. So acha niingie mwenyewe jikoni niandae chakula ili tuje kujumuika kula kwa pamoja. Sawa? Usijali mimi mwenyewe napenda kupika kwa naweza enda kukusaidia. Nisizani kama ni nzuri kwa sababu wageni kweli mgeni unafika tu unakwenda kupika jikoni. Sio mbaya. Sababu mimi mwenyewe napenda. Kama utajali naomba. Okay, basi poa, tuanze basi. Okay. Ila tukifika kwa jikoni, kazi yako wewe utakuwa unakatakata tu nyanya, alafu napika mimi. Sawa? Okay. Wananganga. We baba, we si dalali wewe. Aya, huku kwenye uganga umefika saa ngapi? We koma we. Nani dalali? Na toka lini nimekwambia mimi dalali? Wewe mbona shobwe dada? Unajifanya hivyo umeumia? Mchilo bado hujaumia. Hivi ni vya kupiga hivi ni kidogo. Na nitakupiga na kukupiga tena. Nataka uniambie Fina wangu yuko wapi? Maana naona washenzi wako wananipigia simu kunifanyia prank. Fina wangu yuko wapi?
Nisikilize mwenda wazimu. Tena nisikilize kwa makini. Mimi si nimekuacha na fina yako, mimi nimeingia ndani hapa. Tena unakuja na Wewe Mchilo, usinifanye mtoto mdogo. Usinifanye mimi sijui kitu. Yaani sijui moja iko wapi na mbili iko wapi. Sawa Najua kila kitu. Ulitoka hapo katuambia kwamba tutatuonyesha moto. Ina maana umeanza na Fina, si ndio? Si ungeanza na mimi kama mwanaume, ungeanza na mimi mwanaume mwenzio. Kwa nini uanze na mwanamke? Wewe Mchilo, utaniambia Fina iko wapi? Nakwambiaje? Utaniambia mwanamke wangu iko wapi wewe mtoto wewe? Usubiri leo. Wewe unamstopishaje mganga kati ashapanisha maluani yake, yani mashetani yashapanda hapo anataka tutibie. Wewe unajui kama mimi chululu yangu huko mazingira afanye kitu. Hebu mganga endelea babu. Mganga endelea, mimi nimekuita hapa ili tujue mchawi nani. Endelea. Nganga msakulile. Nganga msakulile. Nganga msakulile. Bwana nganga. Bwana nganga. Eh, bwana nganga. Bwana nganga. Sasa mama, tusikilizane kwa makini. Hapa nataka nionyeshe mchawi wenu. Anafanya nini mnakula dagaa kunusungu? Na mnavu ambao hauna hata tui. Kisamvu ambao cha kunumagia. Baba, mtaje nimjue ili nikachukue panga ndani nimkate shingo. Hebu achana mimi na shobo, baba yako nani? Nataka nimtaje mchawi wako. Mtaje bwana, mtaje. Huyo ndo mchawi, huyo binti. Habari ndugu zangu, mimi naitwa Irumba. Hapo mwanzo nilikuwa na ndoto kubwa ya kujenga nyumba bora. Baada ya kupata pesa, nikawa na waza na kuwazua ni wapi nitapata mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yangu. Ila rafiki yangu mmoja anaitwa Dekan akaniambia, unahitaji mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako? Nikamwambia ndio. Akaniambia wacheki hawa hapa, Royal Prince Construction. Hawa wana mafundi bora sana wenye uweledi juu ya ujenzi wa nyumba. Royal Prince Construction. Hawa wana mafundi bora na wenye uweledi juu ya ujenzi wa jengo lolote. Sikuchelewa, akanipatia namba ya simu nikawasiliana nao. Nikaona hili jambo bora ni share na nyinyi marafiki zangu. Ikiwa unahitaji mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako, wacheki hawa Royal Prince Construction. Wana mafundi bora sana. Namba zao za simu ni 07 50 29 30 00. Royal Prince Construction. Tukabidhi lamani, tukukabidhi funguo. Kiukweli nilifurahia sana huduma zao. Karibuni sana.